Namna ambavyo unaweza ukafanya ili uweze kuitunza akiba au ili uweze kuwa na akiba. Mara nyingi sio kwamba watu wengi hawajui umuhimu wa akiba. Watu wengi wanajua umuhimu wa akiba, lakini watu wanashindwa kuweka akiba kwa sababu ya jambo moja muhimu ambalo wanashindwa kulizingatia. Na hilo jambo lenyewe linaitwa bajeti. Manake bajeti ni namna ambavyo unaielekeza fedha yako kufanya. Manake unaweza ukawa na kiasi fulani cha fedha, ukitaka ukitumia kwa ili hiyo fedha iende kufanya kitu fulani, lazima uipangilie kwamba fedha yangu hii itafanya hiki na hiki na hiki, na hiyo ndio tunayoita bajeti. Mtu anapokuwa na bajeti inakuwa na sehemu mbalimbali na inakuwa na maeneo mbalimbali. Moja kati ya eneo zuri sana ambalo bajeti huwa tunalihusisha ni kwenye swala zima la kuweka akiba. Kwa hiyo kila unapopata fedha yako unakuwa unajua kabisa kwamba kwenye bajeti yangu kuna kiasi cha fedha ambacho nimekitenga kwa ajili ya kukiweka pembeni kama akiba yangu. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kuweka akiba kwa sababu hawana bajeti. Kwa hiyo kwa sababu hawana bajeti, huona ile fedha walionayo haitoshi. Kwa hiyo unakuta mtu labda anaingiza Laki3 kwa mwezi au Laki5 kwa mwezi, kwa sababu hana bajeti, hana mpango wa matumizi wa ile fedha ambayo anaipata. Atajikuta naona ile fedha haitoshi na atajikuta anaitumia mpaka mwisho, na mwisho wa siku hakuna chochote kitakachokuwa kimebaki. Na ukweli ni kwamba fedha tunazozipata kila mwisho wa mwezi huwa haziwezi kumaliza mahitaji yetu. Mahitaji ya mwanadamu ni mahitaji ambayo ni endelevu. Kwa hiyo hakuna fedha ambayo inaweza kumudu na ikamaliza mahitaji. Lakini tunachokifanya huwa tunaibalance hiyo fedha na tunapata kiasi cha fedha ambacho kinabaki. Na jambo litakalo kusaidia ili uweze kupata kiasi ambacho kitabaki kama akiba ni lazima uwe na bajeti. Bajeti ile ndiyo itakayo kuelekeza kwamba kwenye akiba weka aidha 10% ya kipato chako au 5% ya kipato chako, sawa sawa na vile ambavyo utapanga. Kwa hiyo bajeti ndio msingi mzima utakao kufanya wewe uweze kuwa na akiba. Mkurugenzi, mimi na swali lingine. Ndio. Je, kuna mtu anaweza katengeneza bajeti, lakini je, jinsi ya kuweza kuilinda ile bajeti isivunjike, atatumia njia gani? Kuilinda ile bajeti isivunjike, kwanza kabisa tunapozungumzia swala zima la bajeti inakuwa na maeneo makubwa kama matatu. Eneo la kwanza yanakuwa ni matumizi ya lazima, yani yale matumizi ambayo yanakava au yanashughulika na mahitaji ya msingi kama chakula, mavazi, malazi, makazi. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya bajeti. Sehemu ya pili ya bajeti ambayo ni muhimu pia ni sehemu ya bajeti ambayo inashughulika na yale mahitaji ambayo ni ya muhimu lakini sio ya lazima. Kwa hiyo hata ukiyakosa hakuna chochote ambacho kitapungua kwenye maisha yako. Kwa hiyo mara nyingi hapo huwa tunasema yale mahitaji ambayo ni ya muhimu ni mahitaji mfano ambayo yanahusika na masuala ya burudani na mambo yote ya kufurahisha ambayo unapenda, labda unataka kwenda kutembea sehemu fulani. Hiyo pia ni sehemu ya bajeti. Lakini sehemu ya tatu ya bajeti ni sehemu inayohusika na kuweka akiba, kufanya uwekezaji na kulipa madeni. Kwa hiyo kitakacho kufanya uweze kuilinda akiba yako ni pale ambapo kwenye bajeti yako utakuwa na uwezo mzuri wa kupangilia matumizi yako, yale ya lazima, matumizi yale ya muhimu ambayo sio lazima sana, na uhakikishe pia unatenga kiasi cha fedha ambacho kitakusaidia kwa ajili ya kumudu akiba yako, uwekezaji wako pamoja na kulipa madeni. Kwa hiyo ili akiba yako usiitumie, ni lazima uwe na mpango mzuri wa matumizi yako. Maana lazima uandae bajeti yako, ujue kabisa fedha ambayo nitaitumia kwa ajili ya matumizi mpaka ninapokutana na kipato kingine au ninapokutana na mshahara mwingine au ninapokutana na faida nyingine ya biashara. Huo umeshaandaa kiasi cha fedha kitakachokupeleka mpaka unapoenda kupata kipato kingine. Hiyo itakusaidia kulinda kutoitumia akiba yako katika matumizi ambayo sio sahihi.